Ukubwa huu ulionao, kugombaniwa, kushangiliwa, vijana unaonekana mfano wa kuigwa, sio? Thank you. Okay. Ilikuwa ndoto yako, lakini Nifa siku moja labda utafika mahali yani iwe ni vurugu kwa kiongozi? Hapana, mimi si mtoto tu kama wao. Watoto tunacheza. Wewe ni mtoto kama wao? Kivipi yani? Watoto tu sisi. Okay. Vizuri sana. Tukionana ina charge za happy na enjoy kwa hiyo. Okay. Sasa tumeona the way ambavyo ulikuwa unaeleza kwamba mitandao ni vyema ingetumika kwa matokeo chanya zaidi kuliko ni matokeo hasi. Lakini kingine pia ukaongeza kwamba ni kitu kibaya sana kwa mtoto wa kike au kuruhusu hali ya kupostiwa kwenye mitandao ya kijamii, mahusiano na mambo kama hayo. Hebu tupitishe kwenye elimu Nifa. Yani sio kitu kizuri sana kujiposti mahusiano yako kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu haujui kesho imebeba nini na wala hujui nani kesho yani muda hautoshi kueleza hicho kitu, lakini watu inabidi zikitokea semina kama hizi wahudhurie, kwa sababu kule ndani nimeelezea vizuri sana, lakini it is not a good thing to post yourself na wanaume au wanawake mitandaoni. Ni trend, ni fashion na nini, lakini mwisho wa siku watu wanakuwa wanakuhesabia tu watu. Kama mahusiano yako ulionayo hayakusaidii kuingiza hela, kama wewe na mpenzi wako kujiposti kwenu hakuwaingizie hela yoyote, haina haja ya wewe kufanya hivyo. Posti mitandaoni, tumia kuposti vitu vya kuchekesha, posti biashara zako, posti kama hata watoto wako mitandao usiwaweke. Okay, Nifa, ilisha kukukuta kama hiyo ikakutesa labda ikakudisturb kwa namna moja au nyingine? Watulia basi nitoe. Huwezi kuongea kitu bila experience. Most of the times vitu tunavyoongea vinatokana na experience, yani kwamba ulishaona kitu fulani, ukishakipokea kitu fulani. Kwa hiyo unamwambia mtu kutokana na vitu vilivyotokea. Leo nilikuwa naongea na wanachuo bado wana nafasi ya kufanya vitu vingi sana, bado hawajakosea kabisa. Yani mimi nasema mtu yeyote ambaye bado yuko chuo hajakosea bado, kwa sababu wako ambao wameshakataa kusoma, wako ambao wameshaacha kabisa kusoma, wameshaamua wao maisha yao yani vululu. Lakini kama mtu bado yuko chuo, ukipata nafasi ya kuongea naye unamwambia ukweli. Kwa hiyo okay. Inaonekana Nifa nyota yako ni kali sana, kwa sababu wakati tunazungumza ukimya ulitawala sana. Unafikiri labda kwa ambao wanakutazama hapa, ni kitu gani ambacho unawaambia kama kuwapa hamasa angalau wafikie kama level ulionayo kwa sasa? Kuna nyota ya kuzaliwa nayo. Unaona, mimi wakati natoka tumboni mama wangu alipiga sana dua, somea kichwa, shika kidogo, alisoma sana dua, kwa maana nyota yangu ni iko hivyo, namshukuru Mungu. Lakini pia mimi ni mtu ambaye nikisema nafanya kitu nafanya kweli, sitoi ahadi za uongo. Na nadhani ni kitu ambacho watu wanakipenda. Wewe sikuwa ni mtu ambaye unawaahidi watu vitu afu ufanye kitu kingine watakuheshimu au watakuelewa. You have to be a person of your words. Especially ukiwa mwanamke Afrika unafanya unachosema utakifanya. Okay. Ni kitu kikubwa sana. Okay. Nifa, unaonekana kufurahishwa sana na ujauzito wa Wema kujifungua mtoto wa kiume. Hebu niambie tu comment yako nikusikie hapa live kabisa. Mimi nafurahi kwa sababu kwanza Ozu ni brother yangu kwanza, yani Ozu ni mtu mzuri sana kwangu, ni kama kakaangu. Kwa hiyo kuna moment ambazo zinakuaga tunazipitia ambazo sio za mtandaoni. Unamuona yani anapokuwa anatamani kile kitu kitokee na nini, the way wanavyopendana wao wenyewe. Kuna excitement ambazo unaona mtu tukiposti mtu anaona kama mbona kafurahi sana, yani kama yeye alikuwepo hiyo siku. Lakini ni kutokana na ule ukaribu ambao unakuwa na watu, unakuwa na wao watu nje ya kamera. Ndio maana unaona hata wakati ambao kila mtu anaenda kule kwa Dawema anajiposti naye na nini, mimi nimechagua huu muda kwanza kuacha watu wamalize mbwembwe kila kitu. Mimi nitaenda wakati ambao ametulia, akili yake imetulia, unaenda kama family, unaongea naye. Hata kiwezekana mtandaoni hata hamtaona. Kwa nilifurahi kwa sababu niliona zile moments zikiwa bado hawajapata. Wao walikuwa wanaishi, walikuwa wanaliongelea hilo jambo, ile excitement waliokuwa nayo kabla halijatokea. Kwa hiyo likitokea unakuwa unajua kabisa huyu atakuwa nafsi yake iko yani hivi anayefurahi. Okay. So bana, kwa kumalizia tu Nifa, wakati tunazungumza pale, moja ya mtu alikuwa anasikika kwa mbali akisema labda Nifa anazungumza hivi kwa sababu labda yeye na shemeji wako sawa na nini, labda tupitishe kidogo hapo Nifa. Mimi sijai post mahusiano mtandaoni sana, ongeleaje mahusiano? Yeye shemeji yake anamjua. Mimi sina mahusiano, sijai post mahusiano mtandaoni, sina mpango kuwa na mahusiano. Mahusiano ni kitu tu yani vya kawaida, people tu. Ikitokea mtaviona, lakini mimi kwanza namuongelea shemeji gani? Mimi sina mimi hayo mambo. Sio mambo yangu. Utaki mahusiano kabisa Nifa? Mimi sasa ni wapi hapo basi. Mambo yangu kabisa. Wewe niulize kuhusu Ronaldo mimi sasa hivi. Akakosa magoli unajua. Bwana. Basi nashukuru bwana.